Basi karibu tena kwa wakati mwingine mzuri kwenye TV Kweli Yote TV. Tunakaribishwa sisi sote, weupe, weusi, wekundu, kwa ajili ya mwendelezo au kuendelea kujifunza na kueleweshwa, kwa sababu hukumu imekwisha kusimama juu ya nchi. Kwa hiyo ni lazima kila mmoja afahamu, aelewe ya kwamba ile siku ya mwisho ya hukumu kila kitu kilichokuwa kimesimamishwa juu ya nchi kwa ajili ya ubatili basi kinadondoka. Kwa hiyo tumshukuru kwanza, alafu tuendelee kufundishwa na yeye ambaye sasa yuko serious kabisa na kutuelekeza. Baba mwema mzuri, tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu ni wako mwenyewe. Sasa kila kitu tunakiweka mkononi mwako, tufundishe, utuelekeze, na yule anayesikia na yule anayeona, anayetazama, akiwa taifa lolote, mahali popote, ndani ya uumbaji huu wote, weupe, weusi, wekundu, wote waelekeze, wakubwa kwa wadogo, viongozi na wasio viongozi, wote kwa mataifa yote ya namna zote. Sasa ni wakati wa kupokea tena habari za kweli yote kwa ajili ya siku ya mwisho na utimilifu wako. Baba, utufundishe, utuelekeze. Imetokea. Karibu sana, karibu marafiki, karibu tulioumbwa na yeye mwenyewe, kwa sababu yeye ametuumba kwa kusudi maalum, tukae juu ya nchi, tuishi juu ya nchi. Leo jambo kubwa. Je, Mtume Paulo alitumwa na nani? Na alitumwa kufanya nini? Ni swali kabisa ambalo hata wewe utashangaa, kwani huyu Mtume Paulo tena inakuwaje? Lakini leo utajua, je, Mtume Paulo alitumwa na nani na alitumwa kufanya nini juu ya nchi, ili uelewe. Basi hapo ndipo tutavuka kwa viwango vikubwa kabisa, kwa sababu leo ni nguvu ya wakati mzuri, tena ule ambao hujawahi kuonekana, kwa sababu ni jambo kubwa kabisa ambalo ndilo analoliinua. Lakini kabla ya mambo hayo yote, tujue kwamba tayari sisi tunaishi juu ya nchi, hatuishi juu mbinguni, kwa sababu Baba alisema akija atakaa nasi juu ya nchi na atatufundisha, ataanza kusimamisha ile hukumu na habari ile ya kweli ya umilele, yaani ya watu wote sasa kujua kwamba maisha yetu yako juu ya nchi, kama vile alivyosema hapa kwenye mahali pa Ufunuo 11 ule mstari wa 15, na malaika wa utimilifu akapiga tarumbeta, pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa yeye mwenyewe aliyetumba, ambaye ni kweli yote, na ile kweli yote ndiye itakayosimama. Ina maana sasa yupo juu ya nchi, kama vile ambavyo Luka 17 na yenyewe inasema si maisha tena ya mbinguni. Kwa hiyo hii ni habari ya kweli. Kwa hiyo hawezi akafundisha yale maisha ambayo tulikuwa tunapitia mengi. Hii ni Luka 17 mstari wa 20. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yetu. Kwa hiyo ufalme tangu pale alipokuwa anataka si tuishi, ina maana ulikuwa ndani yetu, ila baada ya kumwasi yule baba, mahali pa Mwanzo 2:23, ufalme uliondoka, kulianza kukaa vitu ndani ya mioyo ya watu, ndio maana kukawa na uharibifu juu ya nchi. Kwa hiyo kurudi kwake sasa, ina maana ni ile kukrini utendaji wa yale mafundisho yaliyogeuzwa kuwa Mungu, yakatukosti tukaishi hivi tulivyo leo. Ndio maana mifumo mingi juu ya nchi ni mifumo ambayo yeye mwenyewe alisema atakuja kuiharibu, na sasa anaiharibu. Kwa hiyo tunasoma tena hapa kwenye Ufunuo 21:1, kisha nikaona mbingu za kweli na nchi ya kweli, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Na nikaona mji ule mzuri, ambao sasa ndio mji wa majira ya kweli yote, ukishuka. Nikasikia maelekezo kutoka kwenye kile kiti cha enzi
ambacho ni kiti cha kweli yote, ikisema tazama maskani ya yeye kweli yote yako pamoja na watu wake, naye atafanya maskani yake pamoja nao, naye yeye mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena. Mauti hii inayoongelewa ni ya uongo, yaani kuishi sasa. Unajua kwamba hapa ina maana gani? Kwa hiyo ndio kitu, jambo kubwa kabisa ufahamu, inatuleteza hapo kujua kwamba kwa nini tuko juu ya nchi. Jambo la kwanza ni kwamba sasa tunaelewa maana ya mbinguni. Sisi sote sasa tunaelewa maana ya mbinguni kwa uhalisia kabisa, na kile ambacho kitabu cha uzima ambacho kina maelezo yote sasa kwa ajili ya utimilifu. Na jambo kubwa jingine, la tatu, ni kwamba sasa tunaelewa maana ya mbingu, kwa sababu mbinguni ni mahali pa juu pa ufahamu. Kwa hiyo ni mahali pake yeye Baba na mbinguni kwake, ambapo panaitwa mahali pake, na huyu adui naye ana mbinguni kwake. Ina maana kule alikokuwa anaenda kutuficha wakati wa Babeli. Kwa hiyo jambo jingine ni mbingu. Mbingu ni nini? Tumeelewa mbingu ni level ya ufahamu, yani ile understanding ya viwango ambavyo tayari kunakuwa na elimu fulani, darasa fulani. Hiyo ndio mbingu. Na mawinguni ina maana ni mpeleka habari. Kwa hiyo kama sasa tunavyopeleka hii habari ya kweli yote, kama vile Ufunuo 14:14 ilivyoandika kwamba tukamwona mfano mwanadamu ameketi kwenye wingu, yani ina maana anapeleka ile habari. Wingu jeupe ni habari za kweli yote. Na mauti na kuzimu ni uongo. Kuna mauti ya kulala na mauti ya uongo. Kwa hiyo mauti ya kulala ndio ilikuwa imeunganishwa pamoja na hiyo mauti ya uongo. Kwa hiyo hii mauti ya kulala ni judgment yake wakati anapofungua hii majira ya kwamba sasa, ina maana mauti kubwa ni kwamba tusipokubali kubadilika, ina maana ndio tutakumbwa sana na hayo mabaya kwa uhalisia, kwa sababu yatakuwa yanapunguza majira ya kuishi kwetu hapa juu ya nchi. Kwa hiyo turudi sasa kwenye mahali pa hilo ambalo ni maelezo kabisa kwamba je, Mtume Paulo alitumwa na nani utume huo? Na je, alitumwa nini, kufanya nini? Kwa hiyo leo utafahamu, utajua. Kwanza kabisa, kabla ya yote, sasa lazima tujue Yesu, utume wa Yesu. Utume wa Yesu alichotumwa kikubwa ni kuja kutuonyesha siku ya mwisho ikoje na mfumo wa ibada zote ambazo zilikuwepo katika kipindi cha yeye akiwa amekuja, kwa sababu alikuta watu wanafanya ibada zile zilizokuwa za matambiko, ibada za huko nyuma ambazo yeye alizikuta baada ya lile anguko kutokea. Tunaona hapa ili tupate uelewa ni hiyo. Kwenye hii Mathayo 23, kisha huyo kweli akawaambia makutano na wanafunzi wake, akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote atakayowaambia myashike na kuyatenda, myashike, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa madhabahu iliyokuwa ya Babeli. Kwa hiyo hata kama kwenye Marko pale anasema, Marko 7 anasema watu hao uniabudu kwa vinywa, wakifundishwa mapokeo ya wanadamu. Ile Marko 7:6 akamwambia Isaya alitabiri juu yenu nyinyi wanafiki, kwamba kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hiyo hapo tunaona sasa, ina maana utume wake Yesu kupitia ile Isaya 6:8-13 tunaona akitumwa
na yale maelekezo yake yaliyotumwa ni kwamba aje atimize kila ambacho alikuwa anatakiwa akifanye kwa ajili ya kutuelewesha kwamba ibada zikoje na namna atakavyokuja yeye na atakavyokuja kuziondoa hizo ibada. Mwenye ibada ambaye anaitwa kweli yote. Kwa tunaona hapa kwenye Isaya 6:8, kisha nikasikia sauti ya kweli yote ikisema, ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa nitume mimi. Naye akaniambia, enenda ukawaambie watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione, unaoneshe moyo wa watu hawa, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao, wasije wakaona. Kwa hiyo hii ndio ulikuwa ni ujumbe, lakini haujawahi kufundishwa juu ya nchi. Wote wanaishia kwenye ile nguvu ya Isaya 6:8, ule mstari wa 8 peke yake. Wa 9 ni maelezo ya utimilifu, kwa sababu hapa ndipo palikuwa pamefungwa bila kuelewa. Anasema hivyo kwa sababu Mwanzo 2:23 kulikuwa kuna kosa la kumwacha baba na mama, tukanyang'anywa lile jicho, tukanyang'anywa lile sikio, tukanyang'anywa ule moyo, hata ile hatua ya kujua. Ndio maana akasema hata akija si kwamba tutamwona mawinguni, kwa sababu tayari tuna mambo mengi sana tulionayo ambayo yamekamata maisha yetu. Kwa tunaona kwenye nguvu ya Mathayo akijizilisha yale yale, Mathayo 13 Mathayo 13 ule mstari wa 13. Kwa sababu hiyo nasema nao kwa mifano, kwa kuwa wakitazama hawaoni na wakisikia hawasikii wala kuelewa, ili neno la nabii Isaya litimie kwao, likisema, kusikia watasikia wala hawataelewa, kutazama watatazama wala hawataona, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vyema, na macho yao yamefumbwa. Wakasikia wakaona, halafu wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya. Kwa hiyo tunaona hii ndiyo nguvu ya Yesu. Kwa hiyo wakati Yesu sasa anakuja ni kutuonyesha ule msingi uliokuwa juu ya nchi wa dunia, ambao tayari ndio ulikuwa umebeba kanisa. Ile Ufunuo 21 ule mstari wa 10. Hiki ndicho ambacho walikuwa wameagizwa kuja kutuonyesha kwamba dunia ina mtumwa wa Yerusalemu, na Yerusalemu tayari imeshashikwa na dunia kwa ajili ya kila ambacho tulikuwa tumepewa, kikatekwa, kikabadilishwa. Nasoma hapa kwenye Ufunuo 10 ule mstari, Ufunuo 21 mstari wa 10. Akanichukua katika roho mpaka mlima mkubwa mrefu, akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mahali pake yeye mwenyewe, na utukufu wake, na mwangaza wake ulikuwa mfano wa kito chenye thamani nyingi, kama kito cha yaspi safi, kama bilauri. Ulikuwa na ukuta mkubwa mrefu wenye milango 12, na katika ile milango malaika 12, na majina yameandikwa ambayo ni ya kabila 12. Upande huu wa mashariki, magharibi, kaskazini ni milango mitatu. Na ukuta wa mji ule ulikuwa na misingi 12, na katika ile misingi ni majina 12 ya wale mitume 12 wa mwana kondoo. Hata kabla ya Yesu kuja, ina maana tayari kulikuwa na wanafunzi tayari walikuwa wamesimama kwenye nguvu ya mahali hapo. Ndio maana unaona kuna wazee 24. Wazee 24 ina maana ni mitume 12 na nguvu ya makabila 12 wakiwakilisha juu ya nchi. Kwa hiyo tunaona sasa wakati yeye anakuja ili atuonyeshe ule mfumo kwa ajili ya siku ya mwisho itakuwaje, ndio tunaona kwamba mfumo huo na namna atakavyobomoa, akituonyesha kabisa kwamba mfumo huo ulibadilika baada ya yeye kuwa wamepewa Yakobo na Daudi, lakini kwenye agano la jua na mwezi, Yeremia 33 ile 20 mpaka 26 na Ezekieli 8:12. Baada ya kupewa uumbaji huu tuongozwe kama kwa mfano kwa ajili ya vitu vya kutumia, ule mwezi na jua,
dunia wakajua vitu vyote ni majeshi. Walipojua, ina maana wakatafuta kitu ambacho ni kikubwa kuliko yule hata aliyeumbwa kabla ya kuumbwa, ambaye ndiye Adam, lakini kile kilichopewa nguvu ya kutawala kikaonekana ni jua na kikaonekana ni mwezi. Kwa hiyo wakaenda direct kwenye mwezi na jua, ndio wakafanya ibada. Kwa hiyo hiyo Yerusalemu sasa ndio akasema akija ataiondoa hiyo Yerusalemu, ambao ndio mfumo halisi wa ibada ambao ilikuwa ndio kanisa. Tunaona hapa kwenye Luka 21 mstari wa 20 ndio uone. Ishirini na moja 20. Lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umefika kutokana na ile Luka sasa 22 ile mstari wa 29 mpaka 30. Mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu, na kuketi katika viti vya enzi, mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Kwa hiyo hapo sasa ndio majira inatokea hii nguvu ya majira ambayo ina mwaka wenye miezi 9, ndio ili sasa iweze kusimamisha ile siku ya mwisho ambayo iko kwenye Zekaria 14 ule mstari wa 7. Ndio anasema hivyo, lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na yeye, sio mchana wala sio usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwepo nuru. Kwa hiyo hii sasa ndio imebeba siku ya mwisho ambayo ilipotea kupitia kwa kinadamu. Wakapewa miaka 930, ina maana wakapelekwa utumwani miaka 70. Kwa hiyo ni lazima tufike kwenye majira moja ambayo ni mwaka mmoja uliobeba siku ya mwisho. Siku ya mwisho ina maana ni ile sasa Zaburi ya 90 ule mstari wa 4, ya kwamba kwa Baba yeye miaka 1000 yetu kwake ni siku moja. Kwa hiyo ndio akuitaja tu kwamba akatuambia kwamba kwake ni siku moja. Kwa hiyo alikuwa anaificha kwa sababu hakutaka ifahamike hiyo siku, kwa sababu siku hiyo ndio siku moja, ina maana ni ile miaka 1000 kwetu. Sasa hiyo miaka 1000 sisi tulinyang'anywa yale masikio, tulinyang'anya jicho, tulinyang'anya. Ina maana tukawa ndani yetu hatuna utimilifu wa kuungana na mfumo wa kuanzia kwenye kiganja chake Baba. Ule mzaliwa tunaanzia tumboni mwaka na kutoka nao. Kwa hiyo tukawa tunazaliwa sasa kwenye mfumo wa mwaka wenye miezi 12 ambapo hatujatimia. Kwa hiyo sasa ndicho ambacho alikuwa anakielezea kwamba ile majira ya siku ya mwisho ikifika ndio nguvu kubwa itaonekana. Ndio maana akawa anatuonyesha sasa kupitia ile Luka 21:1 mpaka mwisho, na Mathayo 24:1 mpaka mwisho, na Marko 13 ile 1 mpaka mwisho. Anatuonyesha dalili kwamba wakati wa kuja siku ya mwisho kutakuwa na tetemeko, kutakuwa na magonjwa, kutakuwa na vita, kutakuwa na kila kitu, na mpaka mtakapoona lile chukizo la uharibifu, yaani mahali pa ibada ambapo hapasaminiwi tena na pamesimama chukizo la uharibifu likiwa kwenye nguvu ya wiki kuwa 7, lakini mwezi unaambiwa ni 31. Kuishi hapo kwenye ibada hiyo ambayo ni chukizo ambalo lilikuwa tayari limefika kwa ajili ya kwamba kutuonyesha kwamba hii majira ya 31 sio ya ibada. Kwa hiyo tunaona hivyo ndicho alichokuwa ameagizwa. Ina maana sasa ndio akaanza na yeye kutuonyesha sasa kwamba mfumo wa mitume 12. Ndio maana tunaona kwenye Mathayo ile 10 sasa, Mathayo 10 kwa ajili ya kuchagua sasa kutuonyesha wale mitume 12. 10 ule mstari wa 5, hao senashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende,
Hili ndilo agizo la mitume, na mitume wenyewe walikuwa ni majina. Mtume wa kwanza ni Simoni Petro, wa pili Andrew, wa tatu nduguye Yakobo, Zebedayo, Yohana nduguye, Filipo, Bartimayo, Tomaso, Matayo mtoza ushuru, na Yakobo na Alfayo na Tadayo na Timoni na Mkanayo, na Yuda Iskariote naye ndiye mwenye kumsaliti. Hawa ndio walikuwa wanatuonyesha kwamba mfumo huu umejengwa, lakini ndani yake kuna uasi na kutokuamini. Hicho ndicho alikuwa anatuonyesha. Ndio maana tukaona kwamba hata huyu Petro akimkataa, si kwa sababu alimkataa kwa bahati mbaya, hapana. Lilikuwa ni lazima litokee hilo, kwa sababu ndio alilokuja kutuonyesha kwenye Mathayo 24, Mathayo 26 ile 69. Na Petro alikuwa ameketi nje bewani. Kijakazi mmoja akamwendea akasema, wewe nawe ulikuwepo pamoja na Yesu wa Galilaya? Akakana mbele ya wote akisema, simjui usemalo. Na alipotoka nje hata ukumbi, mwanamke mwingine alimwona akamwambia watu waliokuwa huko, huyo alikuwa pamoja naye. Yesu Mnazareti akakana tena kwa kiapo, simjui mtu huyo. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia, Petro, hakika wewe nawe mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha. Ndipo akaanza kulani na kuapa akisema, simjui mtu huyo na simjui mtu huyo, na mara jogoo akawika. Kwa hiyo kama mwenye zamana ya Mathayo 16 ile mstari wa 18 akikabidhiwa kanisa, yeye ndiye achunge, alishe. Nami nakwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa lako, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Huyu ndiye Petro akikabidhiwa. Hata kwenye Yohana 21 ule mstari wa 15 anaambia, je, Petro anipenda? Tunza. Je, Petro anipenda? Lisha wana kondoo. Je, Petro anipenda? Tunza hawa kondoo. Kwa hiyo ilikuwa ni agizo, lakini linaonekana kabisa mfumo wa ile madhabahu, akituonyesha kwamba ni mfumo wa madhabahu iliyoanguka na inatumika na ufalme wa giza na dunia wakiwa. Kwa hiyo tunaona hapa kwa kututambulisha kabisa kwamba ni kweli kwamba mitume hawakuwa tena na utendaji wa kuamini. Ndio maana akatamka haya kwenye Marko ile 16 ule mstari Marko 16:14. Baadaye akaonekana na wale 11 alipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomwona wakati alipokuwa anafufuka. Sasa tunaona huu msingi ukionyeshwa kabisa kwamba dhambi kubwa juu ya nchi ambayo ataianza kuielezea wakati atakaporejea ni dhambi ya kukosa kuamini. Ndio maana akasema hapa kwenye Yohana 16 ile 7, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Na akisha kuja huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa hiyo mambo matatu ndio alikuwa anatakiwa atufundishe, kwamba dhambi ni nini na haki ni nini na nguvu ya ile hukumu. Sasa anasema habari ya dhambi. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini mimi, kwa hiyo hatukuamini ile kweli yake yeye ambaye alikuja naye. Kwa hiyo walioacha kuamini, kwa sababu alikuwa anatuonyesha mfumo, kwamba mfumo huu wa ibada hizi zote ni ibada ambazo katika uhalisia msingi wake umeshaanguka.
kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu. Kwa hiyo yeye hakuwepo hapa juu ya nchi, iwe Roho Mtakatifu, iwe utendaji wake. Ibada alizotuachia, aliacha hizo ibada zilizokuwepo na alizozikuta, akasubiri wakati wa mwisho. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu, wala hamnioni tena, na kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi sasa kustahimili. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, ina maana alikuwa Roho Mtakatifu ambaye ndiye mwalimu, maana ya Roho Mtakatifu, kutufundisha kama vile ambavyo yeye alikuwa anatufundisha kwa hatua. Atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana yeye hata nena shauri lake, hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atawapasha. Huyo ndiye atasimama kwa ajili ya ile 25, kwamba wakati huu alikuwa anasema kwa misali, hayo nisemayo nanyi kwa misali, saa yaja ambayo sitasema nanyi tena kwa misali, lakini nitawapa habari za Baba wazi wazi. Ndio alikuwa na maana hiyo. Kwa hiyo anatuonyesha kabisa kwamba ibada alivyokuja yeye, alikuja kwa ajili ya kutuonyesha tu kwamba siku ya mwisho itakuwaje na ibada hizi zitakuwaje. Ndio maana akasema ibada hizi hazitasalia jiwe juu ya jiwe, akiwa na maana kwamba msingi uliopo ndani ya ibada zote juu ya nchi ni ibada alizozikuta za Mafarisayo. Kwa hiyo ndio maana akauliza, je, wakati wa kurudi kwake kutakuwepo na nguvu ya imani? Kwenye Luka 18 ule mstari wa 8, nawaambia atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja huyo mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Kule tukumbuke, tumeshakatazwa kwamba mitume 12 hawatakiwi kwenda kwenye mataifa. Tumeona sasa Yesu jinsi ambavyo amekuja na maelezo yake yote mpaka utimilifu wake, ndio akawapata wanafunzi. Sasa tuangalie nguvu ya mitume hao 12. Tunaona mitume 12 kwenye Mathayo 26 hiyo 31 wakimkataa, kwa sababu kiongozi tayari wamekwisha kumkataa. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa sababu ya ile walirudi kazi zao, walirudi polini. Tunaona kwenye Yohana 13:33 mpaka 38. Walipokataa kwenye mioyo, tayari nguvu ya wao kuwa wanamilikiwa na yeye iliisha. Kwa sababu hata ukisoma hapa kwenye Yohana 6, alafu tukamalizie kwa Paulo. Ni Yohana 8 mstari wa 30, Yohana 7 ule mstari wa 37. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa, huyo kweli akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu nani. Hapa anaongelea utimilifu wa ile siku ya mwisho. 38, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyosema, mito ya maji yaliyo hai yatatoka kwake. Yani fundisho. Na neno hilo alilisema kwa habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana huyo Roho alikuwa hajaja, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kwa hiyo tunaona hapo huyo Roho mwenyewe ndani ya wale ambao hakumwamini hakuingia. Kwa hiyo ndio maana sasa tunaona huku hilo jambo likiwa linaonekana kwamba hawa mitume tayari kwa uhalisia juu ya nchi walikuwa mitume 12, juu ya nchi hawapo. Kwa hiyo sasa ikatumika nafasi sasa ya kituo cha Paulo kutokea hapo kwenye ule mstari sasa wa Mathayo 10 ule mstari wa 5, akionekana sasa yeye kama mtume kwa ajili ya mataifa. Uone pale alipoingilia
na hakuna anayeona hapo. Hao senashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende. Na ni kwa sababu ilikuwa ni unabii, ina maana yoyote alikuwa na uwezo wa kuchukua hii nafasi, kwa sababu yeye maelezo yake ni katika ile Mathayo 28:19 kwa ajili ya ukamilifu wa dahari yake. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Hapa ni pili. Kwa hiyo hapa tunaona yeye sasa anaingilia kupitia Matendo ile 9. Ndio anatokea hapa. Kwanza Matendo 28 ule mstari wa 28 ndio tunamuona kwa mara ya kwanza akimkoti aliyekuwa tayari anaonekana yuko kwenye majira hiyo, ambaye ni Yesu. Na walipokuwa hawapatani wao kwa wao, wakaenda zao. Paulo alipokwisha kusema jambo hili moja, kwamba Roho Mtakatifu alinena vema na baba zetu kwa kinywa cha nabii Isaya akisema, nendeni kwa watu hao ukawaambie, kusikia mtasikia wala mtafahamu, na kuona mtaona wala hamtatambua, kwa maana mioyo ya watu hawa imepumbaa, na masikio yao ni mazito na kusikia, na macho yao yamefumbwa, wasije wakaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kubadili nia zao, nikawaponya. Basi ijulikane ya kwamba kwenu wokovu huu wa Mungu umepelekwa kwa mataifa, nao watasikia. Wakati kule kwenye Isaya 6:8 mpaka 13, agano la yule aliyekuwa ametumwa Yesu ni kwa ajili ya kuja kutimiza siku ya mwisho na kuonyesha ibada. Kwa hiyo ile mfumo wa Roho Mtakatifu tayari yeye mwenyewe wakati anaondoka alimwachia Baba hapo. Halafu twende hapa kwenye nguvu ya Matendo 9. Hapo ndipo tunaona anatokea hapo, kwa sababu ya barabara ya mataifa haina mtu wa kwenda. Basi palikuwa Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono. Anania akasema, mimi hapa Bwana akamwambia, ambaye sasa ni Yesu, simama, enenda zako katika njia itwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli na Tarso, maana angalia anaomba, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyo kwa watu wengi, akiwafanyia mabaya aliyowatendea watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri tokayo kwa wakuu wa makuhani, awafunge wote wakuitiao jina lako. Lakini huyo Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukuaye jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli, maana nimemwonyesha yalivyo mengi yampasao kuteswa kwa ajili ya jina langu. Sasa hapa ndipo anaingilia nguvu ya Paulo. Kwa hiyo Paulo tunaona, kwa sababu kitu ambacho tayari anaelezewa ni katika zile habari za kwamba aje atufundishe kwa kuonyesha kwamba kazi za mitume. Kwa hiyo tunaona kama anabeba jina la kuvuka kwa ajili ya mataifa, lakini tukumbuke kwamba Mathayo 15 Yesu anakataa, njia ya mataifa hakuna, na Roho Mtakatifu tayari anamkabidhi kwa Baba. Kwa hiyo anafunga ile chapter ya kuongea tena mpaka utimilifu, akamwambia Bwana, mimi nimewaacha na mambo yenu. Hapa nitasomea. Kwa hiyo tuliachwa. Tusome kwanza kwa Roho Mtakatifu akikabidhiwa
kwa Baba. Ile Luka 23 Luka 23 ule mstari wa 44. Hapo ilikuwa yapata saa 6, kukawa giza juu ya nchi yote, hata saa 9 jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa mamlaka iliyokuwa, akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Kwa hiyo alikabidhi kwa Baba. Kwa hiyo lakini kwa sababu tayari hii nguvu ya mfumo tuliokuwa nao ulikuwa ni wa Babeli. Kwa hiyo Babeli alijiinulia mitume na manabii wa kukava hiyo nafasi. Tutaona hapo. Sasa nataka kuona hapa kwanza tuliachwa sisi jana. Hapa kwenye Mathayo 23:39. Kwa maana nawaambia, hamtaniona kamwe tangu sasa hata mtakaposema, amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Kwa hiyo alituacha. Kwa hiyo mfumo sasa wa Roho Mtakatifu tayari alikuwa ameuondoa, kwa sababu alikuwa kiunabii. Kwa hiyo hawa mitume walirudi kwenye kazi zao. Kwa hiyo wakabaki mitume ambao tayari wametengenezwa na Mafarisayo na Babeli. Sasa kwa sababu kuna njia ya mataifa na maandiko yameandika, ina maana lazima atafutwe nabii ambaye atasimama kwa ajili ya kama utume, lakini akiwa anawakilisha Babeli. Haya tunaona hapa kwenye Yeremia 27 ile 5-9. Nasoma Yeremia 27:5. Mimi nimeumba dunia hii na wanadamu kwa uweza wangu mkuu na kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami nawapa watu kama inipendezavyo. Na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa mfalme wa Babeli, mtumishi wangu, kwa kosa la Adamu. Kwa hiyo watu wote juu ya nchi na kizazi cha Adamu kilikuwa utumwani. Kwa hiyo hawa manabii waliokuwa nainuka ni kwa ajili ya ile majira. Anakuja anasema kidogo alafu anatoka, kwa sababu mfumo bado haujaja, ule mfumo timilifu wa sisi sote kuwa moja. Ina maana tayari zile injili ni zile za tumaini na ile neema tuliyokuwa nayo aliyotuachia Baba mwenyewe, kwamba Bwana tusiuawe tu, na mataifa yote wamtumikie yeye na mwanawe na mwana wa mwanawe, hata utakapowadia wakati wa nchi yake mwenyewe, ndipo mataifa mengi nao watamtumikisha yeye, na itakuwa taifa lile litakalokataa kumtumikia mfalme wa Babeli litaadhibiwa. Sasa sikiliza manabii, lakini katika habari zenu msisikilize manabii wenu wala wabashiri wenu wala ndoto zenu wala watambuzi wenu wala waganga wenu wanaowaambia kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli. Sasa hapa inadhihirisha kabisa kabla ya miaka ile 70 kuisha hakuna nabii. Kwa hiyo hata hii mfumo wa Mathayo tu Yohana, kabla ya kuingia matendo ni kitu ambacho kimesimamishwa kwa ajili ya mfumo wa Babeli, kutuweka kwenye nguvu ya maandiko na kutuweka kwenye nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini sio roho yule wa kweli. Kwa hiyo tunaona hapa ili uone kwamba yeye anauliza kwa ajili ya Yeremia 29 ule mstari wa 10. Maana anasema hivi, Babeli utakapotimiza miaka 70 nitawaijilia na kutimiza. Maana najua mawazo yangu nayowazia mimi ninyi ni mawazo mazuri, ya kuwapa mambo mazuri siku yenu ya mwisho. Nanyi mtaniita na mtakwenda na kuniomba, mtakapojifunza kwangu, basi mtapokea yaliyo mema. Nami nitawarudisha wafungwa wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilipowafukuza, asema yeye. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Tulichukuliwa mahali
pa tumbo la mama Adam na Hawa, wakaondoa ile mfumo wa moja, tusiwahi kuwa na moja na baba, yaani ile miaka 1000 ndani yetu, yeye baba siku moja, yaani ile nguvu ya understanding, jicho linaelewa, akili inaelewa, na nguvu ya kuchukua hatua kwa yale mazuri. Kwa hiyo hayo sasa ndio yalikuwa yameondoka kwenye mstari sasa wa 15. Maana mmesema yeye kweli yote ametuinulia manabii huko Babeli. Kwa hiyo tukawa tunajua kwamba kuna manabii Babeli wameinuliwa. Kwenye utumwa humu kuna manabii waliinuliwa kwa ajili ya mfumo ule uliokuwa wa Babeli. Ndio maana manabii wote walikuwa ni wakutabiri. Yeremia 28:8. Manabii walioko kabla ya zamani zangu na zamani zako walitabiri juu ya nchi nyingi na juu ya falme kubwa, habari za vita na mabaya na tauni. Nabii atabirie habari za amani. Amani ni kweli yote. Amani si katika maombi. Wewe ukijua kweli unapokea amani. Nabii atabirie habari za amani. Neno lile litakalosimama takapotokea, huyo ndiye atajulikana ameagizwa na Baba kweli kweli. Huyo hata sema yake kama hapa tulivyo sasa, kwamba huyu ni Baba, huyo amekuja, anakuambia saa ya hukumu imefika. Kwa hiyo wote juu ya nchi tubadilike, tuache kwenda kwenye zile njia za zamani, zile imani za zamani, matumaini ya zamani, ibada za wale waliolala ndugu zetu. Hizo hazitakiwi kabisa juu ya nchi. Kwa hiyo tunaona kwamba walikuwa kwenye ule mfumo. Ndio maana akasema hapa sasa kwenye Yeremia 23, nafikiri tutafungia hapa. Yeremia 23 ule mstari wa 24. Je, mtu yeyote aweza kujificha mahali pasiri nisimwone? Asema yeye kweli yote. Mbingu na nchi zimejawa nami, asema yeye. Nimesikia walioyasema manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu, wakisema nimeota ndoto, nimeota ndoto. Je, mambo hayo yatakuwa katika mioyo ya manabii wanaotabiri uongo hata lini? Manabii hao wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe, wanaozania kuwa watawasaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao wanazohadithia kila mtu jirani yake, kama vile baba zao walivyonizaa. Nabii aliye na ndoto na aseme ndoto yake, na yeye aliye na kweli yangu aiseme kweli yangu. Mimi nasema kweli yote, kwamba kwa majira hii vita ile iliyokuwa inapiganwa hapo ni vita ya siku ya mwisho. Wewe kasome tu kwenye Yeremia 23, 25, 12 na Nyakati wa Pili ile 36 ule mstari wa 20 mpaka 21. Utakuta vita inapiganiwa Iran, na taifa lile ni nguvu ya Israeli, na taifa Babeli mwakilishi wa uumbaji kwa ajili ya taifa kuu ambalo lilikabidhiwa mamlaka yote miaka 70 ni nguvu ya Amerika. Wao wanapigana pale kwa ajili ya final ili ipatikane hiyo majira. Basi ndio maana unaona kila kitu, misingi imetikisika juu ya nchi. Kwa hiyo tunapaswa tubadilike. Nabii aliye na ndoto aseme ndoto yake, na aliye na kweli yangu aseme. Makapi ni kitu gani? Asema yeye. Je, kweli yangu si kama nyundo na si kama moto? Sasa tunaona kwamba Paulo aliinuliwa katika kipindi tulipokuwa utumwani Babeli, lakini kwa uhalisia kama swali lilivyo, je, Paulo alitumwa na nani? Paulo hakutumwa na Yesu, kwa sababu tunaona Roho Mtakatifu akimchukua hakumwachia kwa sababu ya uasi wa wale mitume. Kwa hiyo wakati anaingiza nguvu ya Petro ni kutafuta na mahali ambapo pako na gate, alafu apitie hapo. Kwa hiyo akapitia mahali ambapo panaambiwa mataifa, ndio akawa nguvu ya mataifa. Na mataifa hawako kwenye kubadilika, kwa sababu mfumo wa Isaya 6 ile 20, Isaya 6:8 mpaka 15 iliendelea mpaka Matendo 28 ule mstari wa 25 mpaka 28, kwamba kama vile alivyosema nabii kwamba hawa watu wamefungwa macho. Wamefungwa macho kwa nini? Kwa sababu ya lile kosa la Adam. Tuko utumwani, ina maana hatuwezi kuona, hatuwezi kusikia vyema. Ndio maana akasema hawa watu wana macho lakini hawasikii.
hawa watu wana masikio lakini hawasikii, hawaoni, hata akili na mioyo imepumba. Ina maana tulikuwa tunaendeshwa kwa ibada za Mafarisayo juu ya nchi, sio ibada ile ambayo ilikuwa inataka. Ndio maana akasema akija atavunja. Kwa hiyo tunaona Paulo kwa uhalisia si katika kutumwa na Baba, bali ni nabii aliyeinuliwa kwenye kipindi cha mahali panapoitwa Babeli, tukiwa utumwani. Kwa hiyo yote hayo ukiona Roho Mtakatifu anamwagwa, yani watu wanawekewa yani Roho Mtakatifu, hiyo sio halisi. Hakuna roho anayemwagwa vile. Roho ni mwalimu. Roho wa Baba ni mwalimu. Sasa Roho wa Baba ataingizwa huko, sasa atakujaje tena? Na kama kweli angekuwa hayuko kiunabii, Yesu asingekuwa na mpango wa kurudi, asingekuwa na mpango wa kuja tena kulinyakua kanisa, asingekuwa na mpango, wala waovu juu ya nchi wasingekuwepo. Lakini inaonekana moja kwa moja juu ya nchi kwa sababu ya ile nguvu ya Mathayo. Uione na ushuhudie kwamba hizi roho, na Zekaria 13 uone roho zilizokuwa zinatenda kazi kwa ajili ya ishara na miujiza. Sisemi kwa sababu ni yangu au unakashifu, hapana, nasema ile kweli yote. Naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Gerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Kwa hiyo muhula wa yeye kuja kutimiza, hata wote unaona mitume na manabii wakitangazwa juu ya nchi, sio wale ambao yeye alikuwa anawataka, bali ni wale wako kwenye mfumo wa Babeli, roho mbalimbali zikiwa tayari, wakati akituonyesha hapa kwenye Mathayo 27 ile 51. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikaamka miili mingi ya watakatifu waliolala nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Kwa tunaona hapa anatuonyesha kwamba ibada zote zilizopo hapa juu ya nchi nyingi zinawatumia ndugu zenu. Utaona kwenye Ufunuo ile 6:9. Na alipofungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya ile kweli shuhuda na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao, wakalia kwa sauti kuu wakisema, Baba mtakatifu mwenye kweli, hata lini utahukumu wala kuipatia haki damu yetu wao wakao juu ya nchi? Kwa hiyo alikuwa analia. Kwa hiyo tunaona hapa zile roho zilizokuwa zinatenda kazi ni roho za uasi, mapepo ndio alikuwa anafanya ishara yakiwatumia jamaa zetu, sio Baba. Hapa tunaona Zekaria, tuone hapa Ufunuo 16:13, alafu tukafute hizo. Nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara juu ya nchi. Ndio maana akasema kwa siku ile atafuta. Sasa Zekaria 14, Zekaria 13 ule mstari wa 2. Nasoma Zekaria 13:2. Na kisha itakuwa katika siku ya mwisho, asema yeye, nitakatilia mbali majina ya sanamu katika nchi, yasikumbukwe tena. Pia nitawafukuza manabii
na roho za uchafu watoke katika nchi. Tena itakuwa ya kwamba mtu awaye yote atakapotoa unabii, basi baba yake na mama yake waliomzaa watamwambia, hutaishi, kwa maana unanena maneno ya uongo kwa jina la Baba ambaye ndiye kweli yote. Na mama yake waliomzaa watamtumbua atoapo unabii. Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba manabii kila mmoja wao atayaonea haya maono yao atoapo unabii, wala hatavaa joo na nywele ili kudanganya watu, bali atasema, mimi si nabii kama mimi ni mkulima wa nchi, kwa maana nalifanywa mtumwa tokea ujanao. Kwa hiyo ndio majira hii. Kwa hiyo tunaona kwa uhalisia na kwa kweli, yeye anafahamu, yeye anaelewa, yeye anatambua haya anayoyasema yeye kwa wakati wa siku yake ya mwisho, ya kwamba rafiki, we mweupe, we mweusi, we mwekundu, kiongozi mdogo, mkubwa, wa aina zote, wa taifa lolote juu ya nchi. Paulo alikuwa ni nabii kwa katika level ile tukiwa Babeli. Kwa hiyo hakutumwa na Yesu. Kwa hiyo kama hakutumwa, ina maana hakuna dira yoyote aliyokuwa anatakiwa kutuonyesha, na ndio maana katika dira yake anatuonyesha Roho Mtakatifu, wanafunzi wakiwa kazi zake zinafanyika na kazi za Yesu. Wakati ukiangalia kazi, wakati wanaachana, biashara iliisha, tukaendelea kwenye biashara zile ambazo tunaziona leo. Ndio maana akasema akija ataondoa mfumo wa kanisa, atasimamisha nuru yake ya kweli, ataondoa mfumo wa ishara na miujiza, na ameiondoa. Ataondoa roho chafu za kitume kinabii, zimeondoka. Kwa hiyo tunaona kabisa, mimi na wewe leo, ya kwamba hatutasumbuliwa tena na uongo, kwa sababu mlango na lile bonde la uvuli wa mauti la mitume 12 limefutika. Kwa hiyo sasa hivi tuko na amani, tuko na utulivu, tuko na kila kitu ambacho lazima turejee sisi sote tuingie kwenye fundisho. Kwa hiyo wewe unaisikia, mweupe mweusi, I say, msaidie na mwenzio tafadhali. Mwambie nenda kwenye TV ya Kweli Yote TV, kasome, kaangalie, basi mambo yako yatatokea hapo. Amshukuru Baba, amwinue Baba, amtukuze Baba. Sasa hivi juu ya nchi, tuko juu ya nchi, hakuna tena maisha ya mbinguni. Judgment tayari imeinuliwa juu ya nchi. Naisoma kwanza 11, Ufunuo 11 ule mstari wa 15. Malaika wa 7 akapiga baragumu, pakawa na mamlaka iliyokuu juu ya nchi, zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Baba. Kwa hiyo mashetani juu ya nchi, wachawi, waganga, washirikina, mafrimason hawatakiwi kuwa juu ya nchi. Na Ufunuo 16 ile 14, Ufunuo 14 ile mstari wa 6. Nikaona malaika mwingine akiruka. Huu ni ujumbe wa utimilifu katikati ya mbingu, kama ulivyoelewa, ni habari, mwenye habari za kweli za milele, za umilele, za watu wote, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa mamlaka iliyokuu, mcheni Baba. Ibada ni ya Baba katika kweli yote, sio katika nguvu ya ishara, miujiza au nabii au bashiri, na kumtukuza yeye, maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemichemi. Hukumu imesimama, hukumu imesimama. Kwa hiyo wabaya hawana nafasi. Wewe mwenye haki, tumepona, mataifa yamepona, kila mmoja amepona. Aliyekuwa anamsubiri Baba tayari amefika. Kwa hiyo tumshukuru sana yeye aliyetuumba. Kwa hiyo karibuni sana kutoka kusini, mashariki, magharibi, kwenye TV ya Kweli Yote TV, na kwenye mfumo wote wa zile nguvu ya vile vyombo vya jamii, mkaone huko mafundisho na kila, kwa sababu tunaandaa majira ya kupata nguvu ya live. Basi
nasi tutapata hayo mambo mema na mazuri, na wewe najua utajitoa, na wewe utachangia, mambo yataenda sawa. Kwa hiyo juu ya nchi, kwa hiyo tumshangilie yeye, tayari ameshinda, tumeshinda, imetokea.